Habari wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, lazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni tuendelee na somo letu ya 3 ya penzi la kichaa mpelelezi. Sehemu iliyopita tulisha ambapo Zamda na Godwin wapo hotelini wakiwa katika tendo la faragha. Mlango ukawa umegongwa. Tuko tunajiuliza ni nani alikuwa amegonga ule mlango. Karibuni tuendelee. Mara ghafla mlango ukagongwa. Na uligongwa kwa nguvu haswa. Yaani kana kwamba ni ugomvi. Tuliachana na Godwin huku tukishangaana. Kila mmoja akijiuliza nafsini mwake kwamba ni nani anayegonga mlango kwa fujo kiasi hiki. Basi Godwin akainuka. Akanielekea kwenda kufungua mlango. Lakini alikuwa anaenda kwa tahadhari kubwa sana. Kitendo cha Godwin kufungua mlango, mara nilishangaa. Mawifi pamoja na mama mkwe waliingia ndani. Mbaya zaidi nilikuwa uchi. Kwani sikujua kama ni wao walikuwa mlangoni na sikutegemea kama wangeingia mpaka ndani. Lo, Zamda, mwanamke umekosa haya wewe. Yaani mmeo yupo mahabusu, wewe ujali. Mbaya zaidi yaani umeamua kumsaliti kwa kutoka na mtu aliyempeleka mmeo mahabusu. Ama kweli wahenga walisema, na hawakukosea, kwamba wanawake sisi ni zaidi ya mashetani na ni waajabu. Na sishangai kwamba wewe ndio ulichangia mumeo kukamatwa. Mama mkwe aliongea pamoja na mawifi zangu. Walinzodoa sana. Sikujibu chochote. Nilishetu kutazama pembeni kwa aibu. Maana ilikuwa ni aibu kubwa sana. Ilikuwa ni aibu. Asikwambie mtu. Mama, naombeni mtoke hapa hotelini. Maana hamjanifumania nyumbani kwenu. Ondokeni. Na kama ni hayo mama mijadala yenu, mnaweza mkamalizana baadaye. Zamda akitoka hapa. Godwin alibadilika na kwa ukali aliwaambia, maana mama mkwe na wanaye yaani ni walikuwa wanapiga kelele na tayari watuombea na wanoko walikuwa washaanza kusogea. Yaani walikuwa washaanza kusogelea ule mlango ambao tulikuwa sisi, na watu walizidi kujaa, yaani kutoka katika vyumba mbalimbali. Hata watumishi wale wafanyakazi wa pale hotelini walisogea ili wapate kujua ni nini kinachoendelea. Sisi tunaondoka, lakini Zamda, sitakuacha salama. Na pia umempotezea muda mwingi sana mwanangu, kwa miaka yote bila kumbebea mimba. Kumbe ulikuwa una malengo naye, na cha ajabu hata hiyo mimba ulionayo sio ya mwanangu. Ila lazima ujue ulichokifanya
Shumbulwe muweka ovyo wewe. Unajua kwamba sisi ni Wabondoi ama? Mama mkwe na wifi zangu walizidi kuongea na walizidi kutukana, lakini Godwin aliwafukuza nje. Yaani aliwasukuma mpaka wakatoka nje, akafunga mlango. Wakaamua kuondoka. Ondoa shaka mama, hata yaani wasikutisha kabisa tena, na zile mali ambazo wanazo zote lazima tuzichukue, maana si mali zao halali, na tukizichukua tutaona wataishi wapi. Na kingine kuhusu mimba, tutalea na ndio tutafunga, na hatimaye utakuwa mama watoto wangu, Godwin alieleza. Tungakumbatiana pale na kuendelea kunyonyana, yaani tukaanza upya kunyonyana mate taratibu. Tukaanza safari ya kuelekea kwenye ulimwengu wa mahaba, huku tukishikana miili yetu ndani ya shuka zito. Yaani ukizingatia siku hiyo kulikuwa na kaubaridi fulani hivi. Basi kitendo cha kushikana ndani ya shuka kilileta joto. Yaani lile joto lilinipa ashki fulani hivi na kunipa msisimko wenye ladha aina yake. Godwin akauliza, unajisikiaje? Huku akiwa analaza kifudifudi, na kaniwekea mto chini ya kitovu. Baada ya kunilaza kifudifudi, akaanza kunifanyia masaji. Alikuwa ananishika sehemu mbalimbali za mwili wangu, akinibusu, akinilamba, hali iliyopelekea nimepandwa na hisia. Yaani nijikuta natamani sana ile mechi tu ianze mapema. Yaani nilikuwa nakosa uvumilivu kusubiria mpaka tulipoanza mapenzi. Kuna la nilokuwa naisikia, nijikuta nipiga kelele sana, sababu hali nilokuwa naisikia sielewi nielezaje, ila nilisahau zile shida zote, nilisahau na yale mambo yote yalikuwa yametokea muda ule pale ndani. Na Godwin alikuwa akipeleka moto, ni anapeleka hasa swila dakika 2 au nusu saa. Yaani jinsi nilivyokuwa nimekaa, afu naye yupo nyuma yangu, mikono yake ilikuwa imeshikilia kiuno changu. Nilikuwa sitamani tuachane, nilikuwa sitamani stop au amwage. Lakini baada ya dakika 45 Godwin alimwaga shawa za moto
yani za moto, yani mpaka nilizihisi kwa ndani. Lo, yani nilihisi raha hadi utosini. Na siku hiyo, yani ile jioni, tangu mama mkwe na watoto wake waondoke, yani ilikuwa ni bandika bandua, bandika bandua. Ulikuwa ni usiku wa mahaba, usiku wa mapenzi, usiku wa kulana, ni usiku wa utamu. Tulifanya mpaka asubuhi ya saa 10 ndio tukalala. Tulikuja kushtuka saa 3:30. Tukaamka, tukaenda bafuni kuoga. Tukaogeshana kimahaba. Godwin alinichezea na mimi nikamchezea. Tulichezeana. Alinipa kimoja cha bafuni, asikwambie mtu. Yani mtu akiwa nakupa utamu, afu maji yale yakana chulizikia pale katikati ya kino na mtwangio. Dia, asikwambie mtu. Raha nilizokuwa nahisi mpaka nikanajiuliza, kwa nini jana tukaanza bafuni afu tukaenda kumaliza kitandani? Lakini ndio hivyo, ikishatokea. Na hicho kimoja kilikuwa sohaba, kilikuwa kizito. Nilienjoy sana. Baada ya kumaliza kuoga na kumaliza yale mautamu ya bafuni, tulielekea moja kwa moja, tulielekea chumbani. Tukavaa kwa kuwa muda wa kukaa mle hotelini ulikuwa ushaisha. Kwa hiyo tukafanya haraka tunatoka. Na wakati tunatoka, tunatoka sasa kwenye mlango kabisa wa geti la ile hoteli. Macho kwa macho, kwa sababu nilikuwa nyuma namfuata Godwin kama mkia. Ujue, sikuamini macho yangu. Yani sikuamini. Ile tunatoka tu nje, tukakutana na Brownie. Kwa uoga nilikuwa nao, nilijificha nyuma mgongo wa Godwin, kwa sababu nilifahamu vizuri kabisa kwamba Brown ni mume wangu. Yeye kukupiga na kukudhalilisha mbele za watu, kwake ni swala la kawaida kabisa. Nilipoona vile, nikajificha nyuma ya Godwin. Yani nikiwa nimeinamisha kichwa hivi, kana kwamba mume wangu hajaniona, kumbe alikuwa ashaniona. Wewe la kweli. Yani umeamua kunifunga na bado ukakosa haya, umemchukua na mke wangu. Hivi mbona una akili wewe? Unajua mke wangu nimeishi naye miaka mingapi? Unajua ni gharama gani nilizotumia
kumgharamikia wewe mwanamke. Mpaka leo unaona kanona. Unakuja unavamia tu. Eti Brown aliongea akiwa anamuuliza Godwin kwa hasira. Nyamaza, na tena unyamaze. Yaani unajiita kidume, lakini wewe si sawa na mchumba tu, au? Yaani umekaa na mwanamke miaka mingi, miaka yote, sijui miaka mingapi, sijui 20, sijui 10, lakini hujai kumpatia mimba. Ila mimi nimekuja mwezi mmoja, just 1 month, lakini ona kasha shiba. Sio kushiba tu, tumbo limejaa. Ndi bwege sana wewe. Godwin alimjibu Brown kwa jeuri, jibu ambalo lilimfanya Brown apatwe na hasira, na alikunja sura kwa ghadhabu kubwa sana. Yaani kana kwamba mtu kachukua sindano akana mchoma. Enda pale pale macho yake yalibadilika. Yaani kana kwamba mtu anafanya anipiga koshi. Yaani alichange totally from white to red. Akakunja ngumi, akalusha ngumi, lakini kwa bahati nzuri Godwin alikwepa ile ngumi. Baada ya kuikwepa akamtandika ngumi Brown. Hajakaa sawa, akampiga tena. Baada ya muda kidogo akampiga tena, kitendo ambacho kilimfanya Brown adondoke chini na kuanza kutokwa na damu mdomoni. Nipo na vile nikasema Mungu asante. Nikajua kazi imeisha. Jamani, wanaume ni wang'ang'anizi. Yaani mtu anaweza kama amepigwa manusu la afe, lakini bado anajitia kidume. Nipo na vile nikajua mambo yameisha. Kumbe wapi. Brown akiwa amelala vile chini. Nikaona ghafla kachoma bastola katika kiuno chake. Yaani moja kwa moja ile bastola. Yaani haikuchukua hata sekunde. Alinipiga risasi 2. Moja ilitoa tumboni, moja kwenye paja. Nilianguka chini kama mzigo na damu zikaanza kunitoka. Yaani misili ya bomba iliyopasuka. Na alipotaka kuendeleza kufyatua risasi zikazimeisha kwenye ile bastola yake. Yaani zile bullet zimeshaisha. Kwa haraka akasimama, akakunja ngumi. Na wakati huo watu walikuwa shajaa. Afadhali hata watu wamejaa wangewaamua. Cha ajabu watu wamefika pale, wakaanza sasa kuangalia. Leo nitahakikisha tunapigana mpaka tunauana. Maana siwezi nikakubali kuonewa kirahisi namna hii, alisema Brown akiwa amekunja ngumi. Na Godwin naye alikunja ngumi.
wakaendelea kupigana. Wamepigana, baadaye watu wakachoka. Kuchoka wakaanza tena. Sasa safari hii wakawa wamesimama sasa, wanaviziana. Nani anaanza, nani anaanza? Wakati bado wakiwa wanaendelea kunushiana vifua, na mimi nikiwa nimelala chini, yaani kwa maumivu makali. Maana tunajua tena ile unalia mpaka yani silly to explain it, but yani unalia mpaka unachoka. Yani mtu unalia kuomba msaada, yani badala watu wakae wakusaidie kwa ajili ya first aid wakusaidie kupeleka hospitali, lakini wapi, watu wanakaa wanaangalia watu wanapopigana. Gari la polisi likatokea. Lilivyotokea likapiga breki mbele ya Brown na Godwin, hali iliyosababisha vumbi jingi sana. Walichokifanya polisi, walishuka na moja kwa moja wakamfunga pingu mume wangu. Na wakati huo kwa sana gari jingine la mtu tu, yani msamaria mwema, alikuwa linapita maeneo yale. Polisi wakalisimamisha, wakaniombea waniwaishi, yani wakaliomba lile gari wanisaidia nipeleke hospitali. Cha ajabu ni kwamba wale polisi walivyomkamata mume wangu hawakumkamata Godwin. Walimwacha ongozane na mimi kwenda hospitali. Ile ilivyokuwa anataka kuongozana, yani walivyomwacha aongozane na mimi kwenda hospitali, kabla hata tujaondoka, kuna polisi akaja akamwita, akamkataza. Yani alimzuia asiende na mimi hospitali, bali waongozane wote mpaka kituo cha polisi. Lakini hakufungwa pingu. Yani alitembea kama vile hamna kitu alichokifanya, kama vile hamna ugomvi uliotokea baina yake yeye na mume wangu. Basi akaniacha, wakaondoka hospitali, wakaondoka polisi, mimi nikaondoka zangu hospitali. Fika hospitali, wauguzi na manesi walinipokea kwa haraka sana, na moja kwa moja wakaanza kunipa huduma ya kwanza. Lakini nilifanywa vipimo, yani kila kitu. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba waliniambia kuwa risasi nilopigwa tumboni haikunizuru sana, na hata ile mimba yangu changa haikuzulika na ile risasi, sababu alivyopiga sijui ni Mungu, sijui hata ni nini kilichotokea. Ile risasi ilikaa juu, haikuzama moja kwa moja tumboni, ilikaa tu kwenye ile ya juu. Ni kilichonihuzunisha na kunisikitisha ni kwamba risasi nilikuwa nimepigwa pajani, ilipasua mfupa wangu, yani ilinijeruhi vibaya sana sana, kitu ambacho kilipelekea nifanye operation na niweke vyuma kwenye paja langu. Nikanawaza sitotembea kama nilivyokuwa natembea mwanzo, na nahisi hata Godwin anaweza kaniacha.
mwanaume anaweza akakupenda ukiwa mzima, lakini akishagundua kuna tatizo ni rahisi sana kukuacha. Mimi nikanahisi kabisa Godwin ananiacha. Logo dadi, nimekuwa mlemavu, natembelea chuma. Mungu amlani sana Brown, na atanilipia kwa alichonifanyia, kwa sababu hata nilipouliza kama kuna matumaini yoyote ya mimi kutembea, waliniambia hamna, kwa sababu nilijeruhiwa sehemu kubwa sana, kitendo ambacho kitanifanya nisiwe natembea kama nilivyokuwa natembea mara ya kwanza, niringe kama nilivyokuwa nalika mara ya kwanza. Nishakuwa mlemavu, na yote iliyosababisha ni mapenzi. Ni mapenzi, hamna kingine zaidi ya mapenzi. Naumia sana, naumia. Nikitulia haya yote singetokea. Lo, zalamie kusikia vile, yani nikagundua kuwa kumbe nimeumia vibaya sana. Kumbe pale nilipopigwa risasi kwa mimi, yani sinisemaje, yani mwili ulikuwa umeshakufa ganzi ko, yani ile kukaa kufikiria kwamba nimeumia sana, hapana. Tunajua ile sinisemaje, bullet ikiingia hivi, ikipigwa hivi sehemu, unaweza ukaisia ni hapa tu, ni sehemu ndogo, lakini kumbe madhara yake, madhara niliyoyapata ndo haya sasa. Mwili ulikufa ganzi ko, ile kufeel maumivu lo, yani sasa hivi ndo naanza sasa kufeel baada ya kuambiwa madhara niliyoyapata. Ulemavu wa ajali au ulemavu wowote ambao mtu anaupata akiwa ukubwani, usikie kwa mtu usikupate. Unaweza ukajikuta umekata tamaa maisha, unaweza ukaamua uchukue maamuzi magumu kukufia. Watu wanaweza wakanitenga, watu wanaweza sijui wakanionaje, lakini ndo hali halisi, ndo kitu ambacho sasa hivi kimenipata. Mimi ni mlemavu, najuta sana hicho kitendo, ninajutia na ninajilaumu na nitajilaumu siku zote. Ndio hicho cha kuchipuka kwa shauku tu ya kutaka kuziba midomo ya mawifi zangu na mamangu mkwe. Sasa adhabu yake sasa ndo hii, naijutia. Nililazwa hospitali kwa kufanya operation, na baada ya upasuaji nirudishwa udini ili kujiuguza. Na nikaendelea kusubiri ndugu zangu ili waje kulipia matibabu. Yani ni maumivu juu ya maumivu. Ndugu zangu walinisusa, na hiyo yote ni baada ya kwamba
walisikia kwamba nimemsaliti mume wangu. Kwa hiyo hata kuja kuniona hawakuja. Kwa mama mkwe alipampisha ndugu zangu hadi wazazi wangu wasije, na hawakuja. Na kweli ujue kwenye maisha unaweza ukafanya kitu au ukatenda dhambi ukahisi kuwa hii dhambi inaweza ikanisaidia kusolve tatizo fulani, lakini kumbe hiyo dhambi ambayo unaitumia kusolve tatizo fulani ndio hiyo itakayopelekea wewe kupata matatizo makubwa kuliko ile tatizo dogo ambalo ulikuwa nalo mara ya kwanza. Inauma sana. Pengine isingefanya hivyo sasa singekuwa hospitali. Pengine isingefanya hivyo ningekuwa bado na furaha na familia yangu. Japo na vikwazo vya mama mkwe na mawifi, lakini mume wangu alikubali. Tuliishi vizuri. Hakuwa na doubt yoyote. Alikubali kuishi na mimi. Alinipenda. Ila tu kutaka kuwaziba midomo watu ambao hawanipendi, watu ambao sijui nisemaje. Sina hata kuniuguza hospitali. Ndipo mimi kama mimi nililala siku 4 juu ya kitanda cha hospitali. Nikiwa na mawazo. Kana kwamba kichwa kitapasuka, na kichwa kilikuwa kinauma. Simu yangu betri low. Hata kupigiwa no, hata sijui nini hapa. Sio Brown, sio Godwin, sio ndugu zangu, sio marafiki zangu. Hamna alinitext, hamna alinijulia hali, hamna alitaka kujua chochote about me. Hamna. Unaweza kuwa kulala na mtu, lakini ukipatwa na shida huyo mtu umuoni. Sasa ndicho mimi kilichonitokea. Nikiwa bado nimelala, kichwa changu naugua na bado nazidi kuwaza. Kichwa kinaniuma, sielewi natokaje pale hospitali, gharama nani atalipa, na jinsi ninavyozidi kwa hospitali na ndivyo gharama zinavyozidi kuongezeka. Na nashukuru Mungu, chakula nilikuwa napewa msaada kama sadaka. Watu wanakuja kuona wagonjwa na mimi napata. Na muda mwingine hao wagonjwa waleka urafiki na mimi, kwa wakiletewa chakula na mimi wananipa kidogo. Nisaidia chakula. Na kuna aliniahidi kuwa anaweza kanisaidia kulipa bili. Na jinsi nilivyokuwa nazidi kuwaza, ndivyo nilivyokuwa nazidi kujiongezea wagonjwa. Kwa sababu muda mwingi nilikuwa weak. Kitendo ambacho kilikuwa kinasababisha nazidi kuongezewa drip mara kwa mara.
kila ikifika usiku, yaani vile vimetulia. Kila tu nikifikiria situation iliyotokea, nao mimi naishiwa nguvu, yaani naishiwa nguvu kabisa. Nikanawaza nafanyeje? Muda mwingine nilikuwa naishiwa nguvu, hata kuongea nashindwa, yaani natamani lakini sauti inagoma kutoka. La, siku moja wakiwa wagonjwa wote wamelala, wengine wakikoroma kabisa, mimi nilikuwa bado nipo macho, nikiwa natafakari juu ya maisha yangu. Wakati huo taa nje zilikuwa zinawaka na mlango wa wodi ulikuwa wazi, na ulikuwa wazi kwa ajili ya manesi wale shifti za usiku kuingia na kutoka, kuingia na kutoka wodini kwa ajili ya kutunza kwa wagonjwa. Tunajua tena kuna wale wagonjwa ambao wanameza dawa hadi usiku wa manane. Kuna watu ambao wanameza hivi, sijui baada ya masaa mangapi wanapewa, baada ya masaa mangapi sijui hivi, kwa zile huduma. Ndio maana mlango uliachwa wazi. Sasa kutokana na ile hali ya utulivu mle ndani, yaani unachosikia nje ni ndege na upepo ukiwa unavuma. Mara ghafla nilishangaa kumwona mwanamke anaingia kwenye kile chumba cha wodi ambapo nilikuwa nimelazwa, na alikuwa amevaa baibui. Huoni hata kiatu alichovaa, yaani kutoka juu mpaka chini ni nyeusi, na alikuwa amevaa na nikabu nyeusi, na machoni alikuwa amevaa miwani nyeusi na gloves nyeusi. Kwa ile kumjua huyu ni nani ilikuwa ni ngumu. Na yule mwanamke alikuwa ameshika sindano na kimiminika cheusi, kuashiria kwamba ile ilikuwa ni sumu kabisa. Kwa jinsi tu muonekano wa ile chupa ilivyokuwa, ilikuwa kabisa ni sumu. Mshale wa hatari ukagonga katika kichwa changu, huku nikaa najiuliza anataka kufanya nini? Mungu wangu. Sasa hapo msisimko wa uoga ukasa umeanza kunipamba. Nikazidi kumwona yule mwanamke anazidi unafahamu, anakuja direct na kitanda changu. Mapigo ya moyo yakaanza sasa, yaani ni kama unajua mpaka nianza kutetemeka, yaani kushake before use. Ndivyo nilivyokuwa. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi, yaani mpaka nywele zikasimama. Nikatemeka na mwangalia. Nilipotaka kupiga kelele akaniwahi kuja kuniziba mdomo, yaani nisiweze kutoa sauti. Lo, kifo nilikiona hiki hapa, alafu ni hiki hapa. Yaani aliniziba mdomo vizuri sana, na aliniziba kwa mkono mmoja, sababu nilikuwa sina nguvu kabisa. Huku ule mkono uliokuwa umeshikilia sindano akamautegesha kwenye drip, sababu alivyokuwa ile anakuja alikuwa anavuta dawa kwenye kile kichupa, na alichokuwa kile kitendo alichokuwa anakifanya kuvuta dawa, nilikuwa namuona
Yaani mpaka nafika hapa nimeanza kupiga kelele akaniziba mdomo. Nilikuwa namwangalia tu. Ila anaweka ile sumu kwenye ile drip. Machozi yakanitoka. Nikaanza sali kimoyo. Mungu anisaidie. Mungu anisaidie mimi. Nilisali. Sasa ile akaisha yaani alisha mwaga dawa kwenye ile drip. Na ile drip sasa inashuka. Ila namalizia. Nesi akaingia. Akamshtua. Wewe, unafanya nini? Alishtuka. Baada ya kushtuka, nesi akapiga kelele. Hata wale wagonjwa walikuwa wamelala na walikuwa wanakoroma. Walishtuka. Kwa baada ya yule mwanamke yaani kuna nesi anapiga kelele na wagonjwa wameamka. Kwa alichokifanya yeye ni moja kwa moja akanamfuata sana nesi. Yaani akabiliana naye. Sababu nesi peke yake mle ndani ndio alikuwa na nguvu. Wengine wote walikuwa hoi kama mimi. Basi nesi hakuwa mzembe. Walipigana. Yaani kama dakika 20. Msofomu ile ipigana na wanawake. Vuta ni kuvute. Yaani katika zile milenge nesi akamempiga yule mwanamke ngumi ya uso. Sasa katika ile unajua tena ukiwa umeshtukizwa ngumi ya uso ile ukiwa bado na wengi. Ndio yule mwanamke kichompata. Nesi alivyomwona yule anabonga alichokifanya akavuta ile nikabu. Sikuamini macho yangu. Alikuwa ni mama mkwe. Kwa mama mkwe alidhamiria kunioa. Kwa nini? Yaani licha ya mimi kuwa hoi bin taban hospitali. Licha ya mimi kutengwa na watu wote. Lakini bado anataka kunioa. Nilikuwa na mawazo. Nilikuwa sina nguvu. Kwa ziliongezeka maradufu. Sababu sijui jinsi ya kuelezea. Namshukuru Mungu. Ile drip ya sumu haikunifikia, ile dawa ya sumu. Sababu kuna moja mgonjwa alikuja kuichomoa kwenye mkono wangu. Alinisaidia. Alichomoa ile drip. Aliniwahi. Kwa angechelewa kidogo sasa hivi nisingekuwa marehemu. Wakati nilikuwa na mawazo kule mama mkwe akakata tamaa. Na mkononi, yaani walikuwa wanapigana mkononi akiwa bado na ile sindano ambayo ndio alikuwa anatumia kuwekea dawa kwenye ile drip. Alikuwa hajamaliza kuweka ile dawa. Ndio nesi akatokea. Katika mbilinge mama mkwe akaangushwa chini. Nesi akakaa kwa juu. Sawa kwa wanapokunya na ile sindano. Kwa bahati mbaya ile sindano ikamchoma nesi. Na mama mkwe ni alivyochomwa tu nesi, yaani ni aliplace fast ile dawa ikamwingia nesi. Baada ya kumchoma sindano, mama mkwe aliinuka pale na kukimbia na kuondoka. Wale wagonjwa wenzangu walikuwa wanajitahidi kupaza sauti, lakini walishindwa kwa ajili yaani ya kuomba msaada nesi aje kusaidiwa, lakini walishindwa.
kwa sababu ile hodi ilikuwa ni bwalo refu kama mnavyojua, ila ina mavyubu. Yaani vyumba vingine vina vyubu, sehemu nyingine hamna vyubu, yaani kupo tu ni hall. Kwa ile kupaza sauti mpaka zifike nje, afu ilikuwa ni usiku na ofisi zipo mbali, ilikuwa ni ngumu. Tulishindwa kunusuru maisha yule nesi kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza niliona mtu anakufa mbele ya macho yangu, akijaribu kuokoa uhai wangu. Kitendo ambacho nakikumbuka mpaka kesho, na namwombeaga yule nesi siku zote. Bila kosa lolote, makosa ni yangu. Mimi ndo chanzo cha kifo cha yule nesi. Niliumia sana, niliumia sana. Muda ule mama mkwe alivyokuwa amemchoma sindano yule nesi na kumwacha pale akiwa anaugua maumivu ya kufa, alikuwa ameondoka mbele, ameenda, lakini alirudi. Na kurudi kwake, yaani akanakuja direct nilipokuwa mimi. Yaani nilivyokuwa nasogea nikanawaza, Mungu, kwa nini mimi? Waniache, nishamwacha mwanao, yaani nimeshamwacha huyu mtoto wao. Wameniacha hospitali, wamenitelekeza hospitali, lakini bado wanaitafuta roho yangu, bado wananitaka, bado I don't know what they want from me. Hapana, siwezi kufa kizembe, hapana. Na alikuwa amejawa na hasira, ni misili ya chura mwenye mimba alipokuwa amevuta mashavu. Yaani bado nizidi kujipa moyo, siwezi kufa kizembe, nijiseme kimoyomoyo, liwalo na liwe, siwezi kabisa. Alipokuwa sasa ile ameshanikaribia kitandani, akasa amejiandalia kuninyonga, yaani anikabe shingo na mikono yake yote miwili. Nikaiwa ile mikono, nimeshika. Baada hapo nilichokifanya, alikuwa amesuka, nikavuta ile nywele yake, sijui nitoa wapi nguvu, ila najua ni Mungu ndo alinisaidia, sababu nilikuwa sina nguvu yoyote, lakini nilipata nguvu. Nilivuta nywele, nikamgongesha kwenye kile kitanda nilichokuwa nimelalia. Nini kile kitendo kilikuwa ni cha ghafla. Kwa nimemvuta kumgongesha kwenye chuma, nilikuja direct kwenye ncha ya kitanda. Kwa alivyokuwa amejigonga pu, alianguka chini na kuzimia, na damu zikaanza kumtoka puani, mdomoni pamoja na masikioni. Yaani mpaka nikijiuliza zile nguvu zilitoka wapi, sielewi. Ilikuwaje, sielewi. Ila namshukuru Mungu, nilifanikiwa. Wakati nimeendelea kukaa pale nikiwa na mawazo,
manesi wawili na dokta wakawa wamekuja sasa kuchoma watu sindano na kuangalia hali za watu, sababu wodi nilokuwa mimi ni ile wodi za watu mahututi. Ujue kila nikikaa nikifikiria, yaani ilikuwaje kuwaje mpaka mama mkwe akaingia, kwa sababu kuna ulinzi. Yaani kuna ulinzi kila kona. Ameingiaje? Ndo najiuliza. Rafiki ule Kamel ameingiaje? Yaani hospitali ya wilaya, hospitali kubwa. Basi baada ya manesi kuingia pamoja na dokta, nesi Fiona ambaye ndo yule aliyokuwa maisha yangu, aliyouawa na mama mkwe wangu, alikuwa yupo sakafuni. Wakazidi sana kutamaki baada ya kumwona tena mama mkwe wangu akiwa pia amelala sakafuni pembeni ya kitanda changu, anafahamu. Kutokana na hali za wagonjwa na wale walioshuhudia, walisimulia mambo yaliyotokea mwanzo mwisho, na jinsi nesi Fiona alivyopambana na mama mkwe na hadi kuuawa kwake. Walisimulia na hali kadhalika nilivyopigania roho yangu kupambana na yule aliyetaka kuniua mama mkwe. Walisimulia. Dada huyu unafahamiana naye? Maana sio rahisi mtu kuingia udini na kutaka kumuua mgonjwa bila kufahamiana naye, aliniuliza dokta. Ila kwa kuwa sauti yangu ilikuwa bado haiko sawa, niitikisa kichwa kuashiria kuwa nafahamiana naye. Jamani, hapa naona tuite polisi na hisi hao ndo watatupa mwongozo wa nini tufanye. Dokta aliambia wenzake usiku ule ule simu ilipigwa polisi, na kwa bahati nzuri na kwa haraka walifika eneo la tukio. Na walipofika, polisi mmoja aliponiona tu akasema, huyu dada mume wake yupo jela na tayari ashahukumiwa kifungo cha miaka 15, na huyu ni mama yake mkwe. Eti huyu si mama mkwe wako? Na inavyoonyesha huyu alikuja hapa kwa ajili ya kumuua huyu dada. Ikiashiria kwamba huyu dada alitembea na kichaa na alipata mimba ya kichaa. Wote ilitokana na maneno na chokochoko za hii familia, ndio maana ilitokea hivyo. Yule polisi alisimulia mambo mengi, yaani alisimulia mambo, yaani ni kama vile ile historia yote mwanzo mpaka mwisho anaijua na aliiongea pale. Na hayo yote aliyasikia mahakamani. Sasa afande, tunafanyaje? Dokta aliuliza. Ufanya, chukueni maiti ya nesi mpeleke mochwari, mchukueni huyu mama mkampimi, maana anaonekana kapoteza tu fahamu. Tupo hapa, tupo na huyu dada, tunasubiria majibu. Fanyeni haraka. Na baada ya dakika kama 20 dokta akarudisha kuleta majibu. Akasema mama mkwe amekufa, sababu pale alipokuwa amekaa alikaa muda, na pia damu
zimevujia kwenye ubongo. Sasa cha ajabu ni kwamba yule alikuwa anajaribu kuniua mimi. Mimi katika kujitetea ndo nikasababisha kifo chake. Cha ajabu sasa, mimi ndo nikafungwa pingu. Yaani pale pale nikiwa kitandani nikafungwa pingu. Yaani najiuliza kwani mimi kosa langu lipi? Kujitetea au ni nini? Yaani serikali bwana, haieleweki. Kwa walitaka nife. Yaani na maagizo yakatolewa kwa dokta, wasiniache na wala wasiniruhusu nitoke bila idhini yao, kwa sababu sasa hivi nipo chini ya ulinzi. Sasa najiuliza kosa langu ni lipi? Ni lipi? Sielewi. Walipomaliza hao wakaondoka zao, na waliniacha njia panda na maswali mengi sana sana. Ujue mpaka nika najiuliza, au mama mkwe hajafa, wameamua tu kumsaidia kusuka mipango yao, au ni nini? Mwisho wa sehemu ya 3 ndo mwanzo wa sehemu ya 4. Je, ni kipi hasa kilichosababisha Dhamda kushikiliwa? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Bye. Share.